Tupo na Prophet, tupo kwenye mlima ambao alikutana naye Mungu ana kwa ana na akasema na yeye. Sasa niazime masikio kwa dakika chache ambazo tutapiga story, pengine kuna neno ambalo utaondoka nalo. Prophet, naam. Kabla hatujafika mbali, mtazamaji angependa kujua wewe ni nani ambaye unamletea habari siku hii ya leo? Kwa majina mimi naitwa Apostle Justin Semba, mtume wa karne ya kizazi hichi. Wenyewe mnapenda kukiita kizazi cha Gen Z. Licha ya kwamba nimekuwa ni mtume mdogo kuliko mitume wote katika nchi ya Tanzania, lakini namtukuza Mungu, ananiambia bado ananiandaa kwa ajili ya pale mbele, kwa sababu liko jambo ambalo natakiwa nilitimize pale mbele kama ambavyo Yesu alitimiza kusudi lake alipokuja hapa duniani. Pengine ni miongoni mwa swali ambalo litakuwa linawagonga watazamaji wanaokutazama, kwa sababu maandiko pia yamesema kwamba siku za mwisho zinapokaribia kutatokea na manabii wa uongo. Sasa hilo andiko, wewe una maoni gani kuhusu hilo andiko? Je, kweli kuna manabii wa uongo? Manabii wa uongo hapo, na hilo sio swala la kukataa hata kidogo, kwa sababu kuna watu ambao wanafanya kazi kwa ajili ya mshahara. Si kwa ajili ya kuwafanya watu waamini kuhusu habari za Mungu. Wako watu wanafanya kwa sababu ya maslahi. Sasa hao watu huwezi kukataa, wanasema kwamba kwenye msafara wa mamba hata kenge pia nao wanakwema. Kwa hiyo huwezi kukataa kwamba wimbi la manabii wa uongo limetokea na wapo wengi wa kutosha. Sawa. Na sasa labda pengine ni swali ambalo najiuliza mimi na mtazamaji wangu anaweza akawa swali hili lipo. Je, mtu atatambuaje kama huyu ni nabii wa uongo au huyu ni nabii wa ukweli? Cha kwanza kabisa watu wanatakiwa wajue kitu kimoja. Manabii hawa wa uongo wametokea wengi sana, kwa sababu kwanza kabisa watu wameanza kuhubiri kuhusu mafanikio peke yake, hawahubiri kuhusu utakatifu. Sasa hichi ndicho kitu ambacho kinawafanya watu wengi sana wapotee. Sasa kuna namna ambayo unaweza ukamtambua kwamba huyu ni nabii wa uongo, huyu ni nabii wa ukweli, kutokana na lile fundisho analokupa. Ikiwa upo kanisani ndani ya miaka miwili na hakuna kitu kinachobadilika, mtumishi wako anakuambia vumilia katika shida ambazo umekuwa ukikutana nazo, jua hauko mahali sahihi. Kwa sababu mtu ambaye ameitwa na Mungu ni lazima awe ana suluhisho la kila mtu ambaye anamsogelea. Na ndio maana mimi nilishawaambia watoto wangu wa kiroho ya kwamba ukiona ninakuombea na upo hapa ndani ya miezi 6, tatizo lilo kuja nalo tukamwambia Mungu, nikakupa maelekezo namna ya kufanya, lisipotimia hilo tatizo likaondoka kwako, sitaki tena unipigie simu, kwa sababu tutakuwa sasa tunacheza. Kwa hiyo manabii wa uongo utawajua kwa mafundisho yao. Unaenda kanisani kila siku, unazingatia ibada, unafunga, unaomba, lakini majibu yeye juu ya maisha yako magumu, majibu juu ya changamoto zako anakuwa hana. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, na ukimwambia tu anakuambia avumilie, hilo jaribu litapita. Kumbuka kabisa kwamba mwanadamu ameletwa duniani si kwa ajili ya teseke. Pale Edeni Adamu alikutana na mazingira yote ambayo Mungu alikuwa amemwandalia. Akamwambia sasa hivi nimekupa tu wewe kumiliki pamoja na kutawala. Sasa haya majaribu ambayo tunapitia, watu wanasema kwa sababu Adamu alitenda dhambi. Kumbuka kuna Bwana Yesu ambaye alikuja akasulubiwa ili mimi na wewe tuweze kuishi maisha ya furaha, na ndo hayo ambayo tunatakiwa tuishi kila siku. Kwa hiyo utamjuaje nabii wa uongo? Utamjua, ndo hapo narudia tena kwamba kwa mafundisho yake anakuwa hayakusaidii katika changamoto ambazo unakuwa unakutana nazo. Sawa. Naweza kusema kwa upande wangu nimekuelewa, pengine na mtazamaji wangu atakuwa amekuelewa. Labda sasa wewe ulijuaje au ulipewa kibali hiki na nani? Kwa sababu tunaamini na kuelewa kwamba kibali cha kuwa prophet, kibali ni kibali kikubwa ambacho kinatoka kwa Mungu. Wewe nani alikuhakikishia, akakuthibitishia wewe ni nabii au ni prophet? Ni Mungu mwenyewe. Mimi nasemaga ni Mungu mwenyewe, kwa sababu mimi kwanza ukiniangalia umri wangu kwanza ni mdogo sana. Umri wangu mdogo, na huu wito nimekimbia zaidi hata ya mara 4. Kwa sababu mimi nilikuwa nataka nije kuwa mwigizaji wa movies. Na kuna movies zangu baadhi watu wanaonitambua wanajua kwamba Justin alikuwa anaigiza, na mpaka hivyo watu wengi sana wananijua kwa sababu mimi nilikuwa nataka kuwa mwigizaji. Lakini sasa kuna wakati Mungu akitaka kukubana anakubana tu.
Mungu huwa anakubana na anakubana yani vizuri. Kuna siku nimekaa zangu ndani, nilipokaa ndani nikawa naona dari linazunguka. Dari la nyumba. Nikawa naona linazunguka. Nikawa nasema mbona kama naona hili jambo mbona kama sio la kawaida. Nikaamua nitoke nje. Kutoka nje pale kwetu ulikuwa ukitoka kuna barabara. Nilipotoka barabara ili kwenda kufresh mind, labda nimekaa ndani muda mrefu. Basi nikawa nimefika pale barabarani nikakuta magari yanaenda haraka sana. Ilikuwa muda gani? Ilikuwa mida kama ya saa 9 saa 10 mchana. Kwa hiyo nikawa nimejivuta pale. Sasa kumwambia mtu mimi huaga sipendi kukaa na marafiki. Ni huaga napenda sana tu nafikiria maisha yangu, nafikiria mbele na nini. Kwa hiyo nikawa na nani nimwambie hii situation ninayopitia. Na labda nikukatishe kabla hujaenda mbali zaidi. Na wakati huo labda wewe kwa sababu wewe ni kijana, unatumia kilevi chochote? Hapana. Mimi sijawahi kutumia bangi, sijawahi kunywa pombe, sijawahi kutumia kilevi chochote. Kilevi changu mimi nilikuwa napenda tu uigizaji. Hivyo basi hicho ndio kilevi changu kilikuwa kikubwa. Kwa hiyo nikawa natafuta sasa mtu ambaye ninaweza nikamsimulia ile situation ambayo ninapitia. Lakini kwa bahati mbaya hakuwepo. Sasa wakati mimi kumbe napitia ile situation, kuna marafiki zangu ndani ambao siku zote walikuwa wanaomba, lakini mimi sikuwa najua kama wapo mle ndani wanapiga story. Nikawa narudi hivi ndani, nikawa narudi sasa ndani ya nyumba sasa ili niingie kwenye chumba changu. Nikaingia kwenye chumba changu, roho ikaniambia tena toka nje. Nikawa nasema hichi kitu gani ambacho kinaniambia tena nitoke nje wakati nimetoka huko. Ikaniambia tu toka nje. Nilipotoka nje nikasema bwana, sikia kuna watu wanapiga story huko. Kuingia mle ndani nikamkuta mtumishi mmoja anaitwa Marco Sanga, mtumishi mwingine anaitwa Emmanuel Gideon, kuna babangu wa kiroho mwingine ambaye huyu alikuwa ananifahamu tangia nipo mdogo. Yaani mimi nilikuwa Roma. Nilikuwa napenda sana kusali. Hata kwa hiyo huyo Apostle Fred, sasa hivi ni Apostle Fred Muni, mimi nasemaga babangu wa kiroho kwa sababu yeye ndiye aliniongoza sala ya toba. Nikakuta anapiga story mle ndani. Nilipokuta anapiga story ikabidi na mimi ni join nao. Lakini story alizokuwa wanapiga si story za kawaida. Walikuwa wanazungumza kuhusu masuala ya Mungu. Nilipokuwa wanazungumza kuhusu masuala ya Mungu, mimi nikawa nimetamani sana. Wakasema basi tuinuke tuombe. Mimi nikawa naona tu kile ni kitu cha kawaida, maana nishazoeaga walokole kwamba ni watu tu wa kawaida, yani kwamba kuomba ni kama kawaida. Lakini kwa kadri ambavyo walikuwa wanaomba, mimi kuna nguvu fulani nilikuwa naiona kama ya radi. Sijajua kama ulishawahi kupigwa na shoti ya umeme. Shoti ya umeme nilipigwa, nilipopigwa na shoti ya sasa imezima. Imekata. Imezima chaji. Tunaendelea na Prophet sasa, anaendelea kutupa ushuhuda wake au kutuambia ni kivipi alikutana na Mungu kumpa maagizo yale ambayo anataka kupiga story. Mtumishi, kwa hiyo ulivyowakuta wale watu wanapiga au tuseme hao watumishi wa Mungu wanapiga story za Mungu ukaungana nao. Tuendelee hapo. Nilipoungana nao sasa nikakuta watu wanaomba. Na mimi nikawa nachukulia tu yale maombi kama ni kitu cha kawaida. Kwamba sinasikiaga watu wanaomba. Na mimi kipindi hicho ni Mkristo, lakini ni Mkristo jina. Unajua kuna Wakristo lakini kuna Wakristo jina. Yaani Mkristo ambaye hajishughulishi na ibada, lakini ukimwambia wewe dini gani anakwambia mimi ni Mkristo. Yes. Kwa hiyo walipokuwa wanaanza kuomba nikashangaa kuna nguvu fulani ambayo inanikama flash. Maisha flash. Hata msemi. Nizime itache sijui nini. Nizime flash. Hapo. Tuanze upya, au? Tuanze. Isave tuanze tu nipige tu intro nyingine lakini unaendeleza si inakuwa nyingine na hiyo.